tunapata mafunzo gani na tunaainisha makosa gani kutoka kwenye nukuu hii? Ni kweli kwamba hayati Sokoine kwa niaba ya chama na serikali alikuwa akifikiri makosa yaliyofanywa kwenye miaka ya 70 kuhusiana na kuvunjwa kwa vyama vya ushirika na serikali za mitaa. Hata Mwalimu aliwahi kukiri hadharani kwamba uamuzi wa chama na serikali chini ya uongozi wake walifanya makosa ya kuvunja vyama vya ushirika. Hili ni funzo kubwa kwetu na ni funzo muhimu sana kwa wadau wote wa sasa wa maendeleo ya ushirika, na hasa viongozi wa aina zote kama baadhi yao walivyotambulishwa. Tunajifunza kwamba uamuzi wa kuvunjwa vyombo hivyo muhimu kiuchumi na kiutawala ulifanywa kimakosa, na kosa kubwa lilihusu kutofanya uchambuzi wa kisayansi kabla ya kufanya uamuzi rasmi. Kwa hakika, kiongozi anapokiri makosa yake hadharani ambayo ameyafanya wakati wa uongozi wake, huwa ni ishara ya uungwana, ujasiri na uwajibikaji wake kwa wale wote anaowaongoza. Ni muhimu pia kusisitiza hapa kwamba kiongozi anapojikosoa na kuwa tayari kujisahihisha, huwa ametenda kitendo cha kujiimarisha na kujiheshimisha zaidi. Hivi ndivyo viongozi wetu mashuhuri, yaani baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Edward Sokoine, walivyojijengea heshima na hadi leo wanakumbukwa na kuenziwa, japo wameshatangulia mbele ya haki. Hii ni moja ya historia muhimu sana, kwamba upo wakati vyama vilishamiri vya ushirika, lakini makosa yakafanywa ambayo serikali, viongozi waliokuwepo wamekiri kwamba walifanya makosa. Na kitu kikubwa ambacho hayati Sokoine anatufundisha ni kwamba ni vizuri sana kuwa na utafiti na uchambuzi wa kina wakati unapokuwa unataka kufanya maamuzi ya msingi na yenye manufaa kwa taifa.